Naam, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ipo katika mpango wa kumrejesha Suleiman Mwalimu, mshambuliaji huyu raia wa Tanzania ambaye kwa siku za hivi karibuni kulikuwa na sintofahamu kati ya klabu ya Simba na uongozi wa klabu inayomiliki kwa maana ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco. Lakini klabu ya Simba imeanza mazungumzo na uongozi wa Wydad Casablanca kuangalia jinsi gani ambavyo inaweza ikamrejesha mshambuliaji huyo ambaye tayari wakati huu tunavyozungumza yupo huko katika mji wa Casablanca nchini Morocco akiwa anafanya mazoezi na timu ya Wydad Casablanca. Na safari hii klabu ya Simba imetuma ofa mazima ikitaka kumsajili moja kwa moja na sio kwa mkopo tena kama ilivyokuwa muda uliopita, kwa maana awali, jambo ambalo limeonekana kuwapatia ugumu klabu ya Simba na kumhitaji moja kwa moja pasipokuwa wa mkopo katika msimu unaokwenda kuelekea wa mwaka 2026 2027. Haya yamekuja kufuatia klabu ya Simba kutokuwa na mpango wa kuingia sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine, licha ya kwamba kwenye kikosi chao kwa sasa hivi wanaye Ibrahim Doumbia ambaye ni mshambuliaji kiongozi, Baraka Mwangosi ambaye amerejea, and then wana force number 9 ambaye ni Elie Mpanzu Kibisawala ambaye muda mwingi wa mchezo Mwalimu kwa msimu uliopita alikuwa anamtumia katika hilo eneo. Kwa hiyo klabu ya Simba ina mpango wa kumrejesha Suleiman Mwalimu aweze kuwa sehemu ya mbadala wa kina Ibrahim Doumbia katika eneo la kushambulia, jambo ambalo uongozi wa Simba kwa siku za hivi karibuni limekuwa wanalishughulikia kwa undani zaidi kuelekea msimu unaofuata. Suleiman Mwalimu ni mchezaji ambaye anamilikiwa na klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco ambao ndio walimnunua kutokea kwenye klabu ya Singida Black Stars ambako alikuwa kwa mkopo kunako timu ya Fountain Gate ambako kwa misimu ya nyuma alikuwa anaitumikia, jambo ambalo klabu ya Simba kwa msimu uliopita wakamsajili kwa mkopo baada ya nyota huyo kuwa na kiwango bora kwenye mashindano ya kombe la dunia la vilabu ambao yalifanyika katika nchi ya Marekani mwaka 2025. Na siku za hivi karibuni klabu ya Simba ilimtambulisha, licha ya kwamba wakapata upinzani mkali kutoka kwa klabu ya Wydad Casablanca ambayo ikawapelekea kutomtumia nyota huyo hata kwenye mashindano ya Sekafa kule nchini Rwanda ambako klabu ya Simba ilikuwa imekita kambi kwa siku za nyuma zilizokwisha kupita. Kwa hiyo Suleiman Mwalimu anatarajiwa kurejea nchini kwa ajili tu ya kuungana na Simba endapo uongozi wa Simba utakamilisha mchakato mzima wa kumsajili na kufanya mazungumzo ambayo wataelewana na uongozi wa klabu ambayo inamiliki kutokea huko nchini Morocco, na wazi sasa wataweza kumiliki moja kwa moja. Unajua klabu ya Simba inafanya hivi kwa lengo tu la kuangalia kwamba ukiwa na mchezaji kama Suleiman Mwalimu mwenye kiwango cha aina hiyo, national team material, and then ni mzao kwenye kikosi chako, unakuwa na faida mbili kiwanjani. Anakupa ubora, anakupa pia katika upande wa kupunguzia gharama za provide nyota wa kigeni ambaye kama ungeweza kumnunua wa kimataifa ambaye angeweza kwenda kucompete katika hilo eneo. Kwa hiyo Mwalimu kwa sasa hivi ni miongoni mwa LS striker kunako ligi yetu, jambo ambalo klabu ya Simba wameamua kulipigania kwa lengo tu la kumpata nyota huyo moja kwa moja. Kwa hiyo muda wote kuanzia sasa Suleiman Mwalimu huenda akarejea endapo tu mambo yatakwenda sawa na mazungumzo yakafikia sehemu nzuri kwa msimu unaofuata. Jina langu ni Leopard John, kwa niaba ya wenzangu wote nilikuwa na Arafa Kaula ambaye alikuwa nyuma ya kamera. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.